Karibu tena mtazamaji. Sasa tumeingia kwenye sehemu ya pili ya kipindi chetu cha yanayojiri, ikiwa sasa tunaingia kwenye mahojiano, na mada hii leo ni kuhusiana na jinsi nilivyokuwa nimekueleza hapo awali kwenye utangulizi, kuhusiana na swala zima linalohusiana na masuala ya hemophilia, ni damu kutoganda inavyostahili. Na hapa kwenye studio siko peke yangu, ninalo jopo nzima nikiwa naye Daktari Alan Were. Yeye ana ufahamu na ujuzi kuhusiana na hali hii ya hemophilia. Karibu sana daktari. Pia ninaye Judy Chege, yeye ni mzazi. Atakuwa anatueleza jinsi hali imekuwa tangu alipobaini kwamba mwanae ambaye kwa hivi sasa ana umri wa miaka 15, hali imekuwaje? Karibu sana Judy. Asante sana. Na pia tunaye David Onyango, yeye ni mwenye kisa. Utakuwa pia unatueleza tangu ilipobainika, tangu kuwa mtoto mdogo ulivyo hata jua wewe ni mvulana tunajua kawaida ni kuruka juu chini, hali imekuwaje? Karibu sana David. Asante sana. Tutaanzia na daktari. Tunajua kwamba kwa kweli siku ya Alhamisi tarehe 17 mwezi huu Aprili, Kenya itakuwa inajiunga na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku ya hemophilia. Hali tueleze kwa kifupi tu kwenye utangulizi, hemophilia ni nini? Kwa niaba ya mtazamaji ambaye labda umesikia hali hii leo, ama yule ambaye amekuwa tu akisikia hemophilia lakini hajui kwa mapana na marefu, hemophilia ni nini? Tueleze. Asante sana msikilizaji kwa kujiunga nasi siku ya leo. Na mtazamaji pia. Asante. Katika kipindi hiki kifupi ambapo tunazungumzia mada ya hemophilia. Hemophilia ni ugonjwa wa kukosa kwa kuganda kwa damu, ama damu kuchukua muda mrefu kuganda baada ya kupata jeraha ama shida katika mwili, tuseme pengine ndani ya viungo. Kwa hivyo niseme hemophilia ni aina ya ugonjwa wa damu ambao unachukua muda kuganda na unapitishwa haswa kwenye uzazi. Kwa hivyo wale ambao wanaathirika zaidi ni watoto wa kiume. Kwa sababu kisayansi tunasema kwamba hemophilia ni ugonjwa ambao ni X-linked. Hapa tutakuwa tunaingilia tukiangalia masuala ya chromosomes, kuna XX na pia kuna XY. Lakini wakati ambapo umesema kwamba damu inachukua muda mrefu kabla ya kuganda, kisayansi na pia kimatibabu na jinsi hali inafaa, damu inafaa kuchukua labda sekunde upi, muda upi kabla sasa wakati pia inafaa kuganda, inafaa kuchukua muda upi? Ikizidi hapo sasa unajua kwamba huko katika hali ya kawaida. Kwa hivyo kuna zile niseme tests ambazo tunafanya kwenye damu kuangalia iwapo kuna shida, tunaziita coagulation profile. Kwa Kiswahili sijui tutasema vipi, lakini kuna prothrombin time, thrombin time, APTT, na kila mmoja ina wakati wake ambao ni kawaida kwa mwanadamu wa kawaida. Kwa hivyo tuseme mtu ambaye anavuja damu kupita kiwango cha sekunde 60, hapo tayari unajua kwamba kuna jambo ambalo linaendelea kwenye damu yao, na ni vizuri kwamba tufanye uchunguzi tujue kwamba ni nini haswa ambacho kinaendelea katika wagonjwa kama hao. Majeraha ni kawaida, lakini pia hemophilia si kwamba ni kupata jeraha peke yake. Shida ni kwamba pia yaweza kuwa na tunasema kwa kizungu spontaneous bleeds, pale ambapo wagonjwa wanaanza tu kuvuja damu kwenye pua ama hata kwenye joints bila jambo lolote kufanyika. Hujajikoa, hujaanguka, lakini damu yenyewe ya kutoka. Kwa hivyo ndiposa tunasema kwamba hemophilia ina kiwango 3. Kuna ile kiwango kidogo, kwa kizungu tunasema mild, halafu katikati moderate, halafu ile mbaya zaidi tunaita severe. Sasa wale ambao wana severe ama ile kiwango cha juu, tunaweza kujua mgonjwa ana kiwango kipi kulingana na idadi ya hizi proteini zilivyo kwenye damu yake, zinaitwa factors. So kuna factor inaitwa factor 8, kuna factor inaitwa factor 9. Hizi ni chembe ama proteins ambazo zinasaidia kawaida kwa mwanadamu wa kawaida damu kuganda. Kwa hivyo iwapo viwango ya chembe hizi zimeenda chini kwenye damu, sasa tunaweza kwanza kusema kwamba mgonjwa ana hemophilia. Na hapa ndio tunasema mgonjwa ana hemophilia A, hemophilia B, hemophilia C.
Kwa lugha nyingine tunasema Christmas disease. Alafu kuna nyingine mpya siku hizi pia tunaita von Willebrand disease ambayo haswa inaathiri kina mama. Hapo pa Christmas unajua pia mimi niliona jana nikasema daktari akija hapa atatueleza mbona inaitwa Christmas, kwa sababu tunajua Christmas ni shamra na sherehe hasa kwa waumini wa dini ya Kikristo, lakini sasa pia inahusishwa kwenye ugonjwa, lakini utakuwa unatueleza mengi kuhusiana na hilo. Daktari ametupa utangulizi ambao kwa kweli umemsaidia yule mtazamaji imako katika maeneo ya mjini ama maeneo ya mashambani kufahamu kwamba iwapo umejikoa, iwapo labda ni mtoto wako ametoka na damu ama ima pia ni mtu mzima, imepitia dakika amekusema sekunde 60 ambayo ni dakika moja na damu bado haijaganda, hapo unajua kwamba kuna tatizo hata kabla ya kufika kwenye kituo cha matibabu kutafuta huduma za matibabu. Ningetaka David tupe kisa chako. Hapo awali uliniambia kwamba hali yako ilibainika wakati ulikuwa na umri wa miaka 2 kulingana na jinsi ulivyoambiwa na wazazi wako. Tueleze hali imekuwaje tangu wakati huo na hadi sasa umefikia umri wa mtu mzima. So kile shida cha hemophilia ni kwamba ukiwa mtoto hauelewi au haujui vile kujibeba tuseme au vile kujilinda. So ukiwa mtoto sana ukiwa kijana sana, because hata vile daktari amesema sana ni vijana wanakuwa na shida. So ukiwa na shida na wewe ni kijana, unajua vijana huwa wanacheza na bidii sana, sasa pia kuumia ni kitu rahisi. So nikiwa mtoto nilikuwa nagonjeka sana, nilikuwa napitia na uchungu sana. So na unajua maumivu ulikuwa unayasikia wapi? Sana kwa magoti na ankles. Lakini unajua sana shida ya hemophilia, hata iwapo damu haigandi sana ni joints zinakuanga na hiyo shida, kwa sababu hapo ndio utapata hii shida sana tuseme. So ukiwa unacheza na ugongo tuseme kwa magoti, so utapata damu haigandi, so unapata magoti tafura, so inaleta shida ya kutembea, shida ya kusonga, na pia juu damu haitoki haraka unalazwa tuseme. So tuseme kaa ningekuwa nipata hii shida, ningechukua kaa wiki 3 au zaidi ya wiki 3 toka niumie hadi nipone. Na katika hiyo saa au katika hiyo muda ni uchungu tu unapitia. So ilikuwa tu shida mingi sana tuseme hivyo nikiwa mtoto. Lakini ile kitu nzuri ni at least kwangu, juu wazazi wangu walijua niko na hii shida. So walikuwa wanaweza kunipatia matibabu, wananipeleka kwa yule daktari anaofaa ndio nipate hii matibabu, nipate kulindwa, ndio hata nikiwa na shida isiwe shida sana. Na kulingana na jinsi ambavyo labda wazazi na walezi wako walikuwa wanakusimulia, kwa sababu wewe shida yako ilibainika ukiwa na umri wa miaka 2, labda wanasema ni vipi ambavyo, ni dalili zipi ulikuwa unaonesha wakati huo ndio sasa hata ukapelekwa hospitalini ukafanywa vipimo na ikabainika kwamba uko na hiyo shida? Ilikuwaje? So nikienda vile daktari alisema kulikuwa na 2 instances tuseme, Kiswahili changu si nzuri, lakini 2 instances. So cha kwanza ni spontaneous bleeds, tuseme damu kutoka tu bila kupata shida au bila kuumia. So tuseme vitu kama nose bleeds, unaanza tu nikiwa mtoto, damu ilikuwa inatoka tu hivyo, na hata ikianza kutoka inachukua muda sana kabla damu kuganda. So pia walipoona hivyo, na hata nikiumia waliona, unaona mtoto akianguka na apate shida kama hiyo, sana hata damu kuganda au mwili kujirekebisha hachukui muda mingi. Lakini saa kwangu ilikuwa inachukua muda mingi sana. So vile waliona hivi walisema wacha tumpeleke kwa daktari, watuambie chenye nafanyika. Na pia kwangu nilikuwa na hii advantage kwamba babangu ni daktari. So alipoona hizi vitu alijua vile anaweza fanya ndio ajulishwe chenye nafanyika. Asante sana. Pia tutakuwa tunaendelea, tutakuwa unatueleza zaidi ya kisa chako, kwa sababu kuna mengi ambayo pia unafaa kutueleza ili mtazamaji, iwapo labda ni mtoto wake ama yeye mwenyewe anapitia hali kama hiyo, ajua kwamba licha ya hali kama hiyo ataishi maisha ya kawaida kama jinsi ulivyo wewe. Judy Chege, wewe ni mzazi na mtoto wako ana umri wa miaka 15. Imekuwaje safari tangu ilipobainika kwamba ana hemophilia, na ilibainika vipi na akiwa na umri upi? Wacha niseme imekuwa safari refu na safari ambayo imekuwa na majonzi mengi sana, lakini mtoto wangu alizaliwa
akionekana alikuwa mtoto wa kawaida, lakini wakati alianza kupata uvimbe, wakati alianza kutabaa, anatambaa anapata uvimbe. Alafu akikatwa, kama mtoto mdogo anaguza kitu anakatwa, pia anafanya nini? Hiyo damu inavuja. Nikimpeleka hospitali, sana sana mahospitali wakati huo nilikuwa naambiwa kwamba mtoto huu unampatia proteini mingi. Kwa hivyo mimi mtoto wangu akikua niliambiwa nisimpatie proteini hasa ambazo zinatoka kwa wanyama. Kwa hivyo nikamtolea hizo. Lakini niliweza mtoto wangu ilifika wakati akaanguka akapata uvimbe wa kichwa. Na ikafika wakati mtoto akapooza na nikampeleka hospitali. Wakati nimpeleka hospitali wakasema wanataka kumpasua. Amepooza. Amepooza, hawezi ongea, alikuwa na miaka 3, matamshi yakaenda, hawezi tembea, anafungua mdomo. Ukuaji wake ukakuwa sasa umerudi chini. Anafungua mdomo lakini usikii maneno yanasema nini. Kwa hivyo wakati nimpeleka hospitali wakasemekana lazima afanye apasuliwe kichwa, na akapasuliwa. Sasa wakati alipasuliwa, hapo ndipo madaktari waliweza kugundua, kwa sababu damu haingeweza kuacha kutoka. Ilitoka ikatoka mpaka karibu ishe kwa mwili. Tukaweza kuleta wafadhili ambao walimpatia damu. Alikaa sana kwa ICU, lakini walichukua chembechembe cha damu yake na waikapeleka katika Afrika Kusini, ambapo aligunduliwa sasa akona na hemophilia. Lakini imekuwa ni safari ambayo siwezi taka mzazi mwenzangu apitie. Na ndio maana tuko hapa kuambia wazazi, ukiona mtoto ambaye anataba ama anagongwa na kitu, anapata uvimbe, uvimbe unakaa hata mwezi mmoja kabla haujaenda, huyo mtoto ako na shida. Ama mtoto ambaye anatoa damu na mapua, ana nose bleed kwa muda mrefu, huyo mtoto ako na shida. Mlete katika kliniki zetu ambazo tuko nazo 25, tuko na moja Kenyatta, ingine iko Murang'a level 5, ziko kila pahali. Unaweza tupata na tunaweza msaidia, kwa sababu singetaka mzazi mwingine apitie yale ambayo mimi nimeyapitia. Kukuelewa pia vizuri, wakati alipofanywa upasuaji, ni kipi ambacho kilisababisha aweze kufanywa upasuaji? Ni kwa sababu wakati aligongwa, hiyo damu ilienda ikagandia kwa kichwa. Kwa hivyo ikafanya pande moja ya brain haifanyi kazi. Hiyo ndio ilileta sasa, hiyo ilikuwa imelaliwa. Kuna nerves zilikuwa zimelaliwa. Sasa zinaleta huo kupooza. Na alitoa maneno yake ya kwanza wakati sasa anatoa semi, mtu anamuelewa, anazungumza vizuri, akiwa na umri wa miaka mingapi? Tuseme miaka 2 alikuwa anaongea. Ndio. Daktari, tuanzie hapa kwa Judy. Umesikia kisa chake, mtoto wake alivyokuwa anatambaa, alikuwa anapata uvimbe ambao hauishi, akijikwaruza kidogo damu haiishi. Wakati sasa mzazi anaona dalili kama hizo, anafaa kufanya nini mara ya kwanza? Na mbona inachukua pia muda? Kwa sababu wakati mtoto anaanza kutambaa, miezi imesonga, mbona ichukua huo muda kabla ya kufahamika kwamba ana hemophilia? Naam, asante Agnes. Mwanzo ningependa kusema pole sana kwa David na Agnes kwa yale ambayo wamepitia. Haswa ni mambo magumu sana. Kwa hivyo ugonjwa wa hemophilia, kuna wakati ambao niseme wauguzi na madaktari pamoja wanaweza jumuika kujua ama kuweza kufanya kile tunaita diagnosis, ama kuweza kujua ni kipi kinaendelea. Kuna wale ambao tunabahatika kujua wanapozaliwa. Kwa mfano David alibahatika akiwa miaka 2 tuliweza kujua. Kuna watoto ambao hata wakiwa kwenye umri wa kubalehe ama adolescence bado hatujabaini nini kinaendelea. Jambo jingine, ungeona David akiingia hapa ndani, uliona akichuchuma anapotembea. Hayo ni complications ambazo tutakuja kuziongelea baadaye. Kwa hivyo kuna wakati ambao watoto wakizaliwa, haswa wale ambao wanafanya kucircumcise watoto ama uteketezaji watoto wakiwa wadogo. Ule wakati umefanya ukeketezaji. Kutahiriwa. Wakati unapotahiri mtoto wa kiume, unaona kwamba damu haigandi namna inavyopaswa kuganda mbio mwilini. Watoto wengine, tuseme kama wale ambao wanafanyiwa kutahiriwa kule in the traditional way, kule mashambani kama Wabukusu, kule Central ama Kalenjin, wakati watoto wanapofika ile miaka ya kutahiriwa,
wanapotahiriwa hata sasa hivi tunavyozungumza, wakati huo ndipo unaona kwamba watoto wanavuja damu zaidi kuliko kawaida. Shikilia hapo daktari, kwa sababu hiyo hoja ambayo umeitaja ni hoja nzito sana. Na wakati huo mtoto wakati anapofika umri wa kutahiriwa, sio mtoto mdogo. Mbona ichukue huu muda wote? So mwanzo awali nilisema kwamba hemophilia ina viwango tofauti. Kuna ile mild, moderate, severe. Tutaweza kujua ile wakati mtu ako na severe, hiyo mtoto anapozaliwa unaweza ukajua. Kwa sababu ile tu kumtoa hata wakati una kata ile umbilical cord, wakati anapozaliwa utaweza kuona tofauti kati ya mtoto huyu anavyovuja damu, si kawaida na wale watoto wengine kama daktari ambao umekuki ukiwapokea kila uchao. Wale ambao wako katika ile kiwango cha katikati ama kidogo tuseme mild, yaweza kuchukua muda, lakini hatimaye unaweza ukawatambua kabla wafike umri wa uzee ama tuseme jambo kama hilo. Na ndiposa tukikuwa na niseme vipindi kama hivi vya create awareness ama kujulisha watu kwamba unapoona mtu anavuja damu sana, si kwamba wamerogwa ama kuna shida. Pengine watoto hawa ama wazee hawa wana ugonjwa wa hemophilia, na tunapaswa kujulishwa na tuweze kuwasaidia mapema. Jambo la pili, mwaka huu tunaposherehekea siku ya hemophilia, siku ya Aprili tarehe 17, mada yetu kuu ni wanawake pia na wasichana wanaweza pia kuwa wana shida ya kuvuja kwa damu. Hapa pia tutajadili kwa sababu pia hiyo ni hoja nyingine ambayo pia tutajadili ndani ya huu mjadala. Bado tukisalia kwa yule mtoto wa kiume, yuko kule labda wakati wa hizi shamra za kutahiriwa. Amefika kule sasa na anatahiriwa kwa kupitia tamaduni na mila za jamii fulani kama jamii ambayo umetoa mfano. Na sasa wakati anapotahiriwa ameanza kuvuja damu kiwango ambacho damu hayachi kumtoka. Anafaa kufanywa nini? Je, wale ambao wanatekeleza hiyo shughuli ya kuwatahiri wanaufahamu? Je, huwa pia mnawafahamisha, mnawaelimisha? Kwa sababu visa kama hivyo, kama jinsi ambavyo umesema, hemophilia ina awamu. Kuna wale ambao watajulikana wakati mtoto anapozaliwa. Kuna yule kama jinsi mtoto wa Judy alijulikana wakati alipokuwa anatambaa. Onyango naye hapa hivi wakati akiwa na umri wa miaka 2, kumaanisha kwamba kwa kweli hapa awamu ziko tofauti. Sasa wale ambao sasa wanachukua hiyo, wanawatunza hata baada ya kufanywa kutahirishwa, wafanyaje sasa wakati mtoto ameanza kuvuja damu pale na sasa damu haiachi kutoka? Naam, asante kwa swali hilo. Mwanzo ni vizuri kwamba tujulishwe watu kwamba hemophilia ni nini, na kwamba si nadra kupata wagonjwa wa hemophilia popote nchini. Haibagui yapata mtu yupi. Yaweza kila mtu asua katika tamaduni zetu za Kenya anaweza kuwa na ugonjwa wa hemophilia, jambo la kwanza. Si kama sickle cell ambayo unapata iko sana upande wa western. Jambo la pili, unapogundua kwamba mtu anavuja damu, si hata kwa wale wanaotahiriwa peke yake, ama tu shuleni mtoto amepata jeraha na anavuja damu kupita kiasi ama damu haigandi kwa kasi namna inavyopaswa kuganda. Jambo la kwanza unafaa kufanya kwamba ni kupeleka wagonjwa hawa kwenye hospitali. Kwa sababu kule hospitalini tuko na dawa tofauti ambazo tunawapa awamu ili kuzuia damu kuendelea kuvuja zaidi ya hiyo. Jambo jingine kama first aid, tuseme kama mtu ameumia mguu, lile ambalo unapaswa kufanya ni tufanye kitu kwa kizungu tunaita compression stocking. Ile tu kujaribu kufunga ili damu isiendelee kuvuja, lakini usifunge pia sana mtu akasikia damu ikose kuteremka katika zile Alafu jambo la mwisho pia ni kuna kitu ambacho tunaita kuinua mguu ifike kiwango cha roho, na wakati pengine hautanikubalia kuzungumzia yale mambo ya kawaida, tuseme kama ni joint ina bleed, kufanya ile kitu tunaita compression packs, unaweka tu ice ili iweze kuleta baridi kidogo kwenye sehemu hiyo na kuzuia damu kukimbia kwa kasi, na kwa hivyo huwa tunapoteza damu. Kwa hivyo jambo ambalo mzazi Judy alisema kwamba Kenya Hemophilia Association imejaribu kufungua clinic katika county mingi sana Kenya mzima. Sasa hivi tuna clinics katika county 25. Nafikiria kwamba hapo tumejaribu
tafuta namna ya kusaidia wagonjwa wetu katika Kenya mzima. Kwa hivyo iwapo umepata mgonjwa ambaye tuseme katika mila zetu za kitamaduni wagonjwa wameanza kuvuja damu zaidi ya kupita kiasi wakati wa kutahiri, wagonjwa hao wanafaa kukimbizwa hospitali mara hiyo unapofanya hata mambo yale machache ambayo nimeyazungumzia. Asante sana daktari kwa hayo maelezo. Onyango, sasa bado tunaendelea kusikiliza kisa chako. Ulitueleza wakati ulipokuwa mdogo, ilipobainika na hata ukaanza kufahamishwa. Sasa ukaingia shuleni. Hali ikakuaje? Kumbuka kwamba kule shuleni mnacheza watoto wengi, michezo hata wakati mwingine hata unajisahau kwa sababu umri jinsi ulivyo mdogo, hata mara nyingi unajisahau kwamba niko katika hali hii kwa sababu ni kawaida kama mtoto. Ilikuaje? Walimu pia walifahamishwa, wale wasimamizi wa shule walifahamishwa, ama kuna kifaa ambacho kuna kadi fulani ambayo labda ukipelekwa shuleni unafaa pia kupelekwa nayo kama jinsi wakati pia kuna zile kadi za chanjo. Siku hizi tunaitishwa mpaka wakati unapompeleka shuleni mtoto unaitizwa mpaka kadi ya chanjo kuonyesha kwamba huyu mtoto kwa kweli amezipata zile chanjo muhimu ambazo zinastahili. Je, kuna cheti, kuna kadi, kuna kifaa chochote ambacho pia kando na kusema na mdomo shuleni na wasimamizi wajua kwamba huyu mtoto hali yake iko hivi? So kwa kile jambo la kwanza hii mambo ya kadi, sasa hivi Kenya Hemophilia Association wanatengeneza hizi kadi za watoto. So unaweza andika jina la mtoto, ile hemophilia yako nayo na ile kiwango sema mild, severe au moderate. Ndio pia akipata jeraha au akiumia wenye wanamshughulikia wanaweza ona hiyo kadi wajue shida ni gani. Hii ni mambo ya kisasa. Zile siku zangu hakukuwa na kitu kama hiyo. So ukiwa shuleni hata hawaelewi. Wanaona tu huyu ako na shida kutembea, pengine ako na shida kucheza wengine, unaona. So tuseme hata hii mambo ya kusisitiza ya kupatia awareness kwa watu ni muhimu sana. Cause tuseme kwa isipokuwa mtu ako na mtoto mwenye kuna hemophilia au daktari, ni ngumu sana kuwa na hii ujuzi, unaona. Na usipokuwa na hii ujuzi hawezi jua shida ni gani au nini nafanyika. So kila mtu ako tu na fikra zake. Na sana sana ukiwa na fikra tu zako haujui vile utabeba huyu mtu, unaona. So nikiwa shuleni kitu ya kwanza ilikuwa shida ya masomo. Cause nikiumia karibu kila saa naumia ni mwezi nakosa huko shuleni. So inamaanisha hata nikiwa nyumbani nisipoweza kupata hiyo masomo nijisomee, siko darasani. So naenda kuendelea nyuma kwa masomo yangu. Pia ukirudi tusemeje, kitu muhimu sana ukiwa mtoto ni vile unacheza na watoto wenzako, unaona. Lakini sasa ukianza kujifunga, kujieka kando, hiyo pia inaleta shida, wanakubeba kitofauti na wenzao. So hiyo pia ni shida nilikuwa napitia. Asante sana. Sasa ningetaka pia Judy tueleza, kwa sababu sasa ametupa kisa chake na kulingana na jinsi ambavyo nimefahamu pia kuna unyanyapaa. Kwa sababu jinsi unavyoendelea hata kujitenga, labda watoto watakusema, watadhani labda wewe mwenyewe hutaki kujumuika nao, labda wewe labda wataona kama wewe ni mzembe, hata hutaki, ni kama kuchoka. Lakini utakuwa pia unatueleza zile changamoto ambazo walio na hali hii ya hemophilia wanakabiliana nayo na jinsi jamii inavyochukulia. Je, kuna unyanyapaa, hali ikoje? Sasa Judy, kwako, wakati ulipokuwa sasa unapanga kumpeleka mtoto wako shuleni, hali ilikuwaje? Labda ulikuwa na wasiwasi kwamba sasa sitakuwa karibu na mwanangu. Je, hali itakuwaje? Ulieleza shule, na pia wakati unaposema wamefahamu ni nini, nawaambia kwamba mtoto wangu ana hemophilia, labda hata mkuu wa hiyo shule anashangaa huyu mama anasema nini? Asante sana Agnes. Wacha niseme kwamba wakati ulifika mtoto wangu wa kuingia katika shule, ilikuwa changamoto sana kwangu. Kwa sababu nilikuwa nimeelewa hali yake. Na kuna safari ambao tulikuwa tumetoka, nimekuambia mtoto wangu alikaa ICU kwa muda mrefu sana na kwa hospitali kwa muda mrefu sana. Na sasa mimi naelewa hali yake. Kwa hivyo mtoto akienda shuleni aanguke, mimi nakaa nimestuka. Kwa hivyo wakati nimpeleka shuleni ilikuwa hata mimi mwenyewe kwanza nikaacha kwenda kazi. Kwa sababu wakati wowote mtoto akianguka unaitiwa, unaambiwa kujia huyo mtoto wako, kwa sababu walikuwa washajua historia ya mtoto wangu. Na tulikuwa tumetembea na wana kijiji katika hiyo historia ya mtoto wangu. Kwa hivyo wakati aliingia unakaa umestuka, unakaa ile hali ya wasiwasi, uko na wasiwasi. Hata una ile confidence ya kuachilia mtoto wako aende.
unataka kukua karibu na yeye kwa sababu unajua. Unaamini kwamba mimi ndio nitakayemtunza vizuri. Wewe ndio unajua hivyo. Sasa unakaa ukistuka na mtoto wako namna gani na lakini kupitia masomo mengi ambayo tumepitishiwa na Kenya Hemophilia Association unaenda ukipata ujasiri na hata kusimama kuambia wengine achiria mtoto akuwe na maisha yake, kwa sababu hakuna wakati utaishi na huyo mtoto milele. Wakati huu tunaongea na wewe, mtoto wangu anasomea shule ya upili ya Chania Boys na boarding. Kwa hivyo nimeweza kuwa na miguu ya kusimama kuambia mzazi mwingine kwamba inawezekana. Alafu kuna hii hali ambao kabla watu waelewe hali ya mtoto, wanaona kama unapendekeza mtoto. Ukienda shuleni useme mtoto asichapwe, walimu hawaelewi kwa nini huyu mtoto asichapwe kama wale wengine. Watoto ambao wanasoma na yeye pia wanaona ule mtoto anapendelewa sana. Kwa hivyo inakuwa ni ile hali ya mnavutana, kila pahali mnavutana mpaka uende uwaelezee jinsi ambavyo mtoto wako yuko. Lakini inakuwa ni ngumu. Sisi Afrika hatuwezi, Afrika tuko na ile hali ya kutaka kuficha. Unaona nikisema watanichukulia namna gani? Kwa sababu nafikiri society imekuwa tumejua magonjwa kama malaria, pneumonia, lakini huu ugonjwa ambao unaitwa hemophilia na hati ni kijana anavuja damu. Unaona, inakuwa ni changamoto kwenda kuelezea walimu. Lakini Mungu alinisaidia na nikawaelezea na tumetembea safari. Ni safari mnatembea na wanakijiji wale ambao wako karibu sana na mtoto. Unaendelea kuwafundisha. Kwa hivyo cha muhimu ni kuwa na uhamasisho, uwe na maelezo, ujiamini na pia ukuwe na ujasiri. Ili pia ujasiri huo upitisha kwa mwanao, kwa sababu kama ungefanya vile, kwa hivi sasa angekuwa katika shule ya sekondari na shule ya bweni, na kwa hivi sasa huna wasiwasi kuhusiana na hali ya mtoto wako. Mtazamaji, kufikia hapa nachukua pumziko fupi mno. Baadaye tutakuwa tunarejea. Sasa daktari ataingia ndani kutueleza ni kwa nini haswa mtoto wa kiume ndio yuko kwenye hali ya hatari, ama jinsia ya kiume ndio iko kwenye hali ya hatari, na pia mbona kauli mbiu ya mwaka huu ni afya kwa wote, na pia wanawake na wasichana wanavuja. Tatizo liko wapi? Usiende mbali mtazamaji. Welcome to the Art of Living show, where style meets serenity and art. From modern marvels to timeless classics, join us as we explore the charm and the beauty of some of the stunning homes, plus the stories behind them. Behind this, there is so much sleepless nights, so much. If you're building a house to escape a landlady, then you don't need to build a luxurious house. Celebrate the essence of fine living, where we explore the spaces of icons, personalities, celebrities, innovators, and let's discover, explore, and engage. Real quick, send it to the click. Wow, the place is sick. Unasema nini? Yesu wangu, sema na mimi sasa, nakusikia. Unasema nini? Yesu wangu, sema na mimi sasa, nakusikia. To get this Skiza tune, dial *811 *913#. KTN ndio home.
I sat down with family, explained to them I'm going into this leadership position. And because of, as you said, there is a lot of politics, a lot of things that come in SACCO's leadership. I prepared them and told them that probably I may find myself in situations or in media coverages that may not be very positive. Find that most women will not offer themselves for leadership position for fear of what they will encounter, for fear of the unknown, and fear of dealing with the challenges. For anybody who would want to grow their financial wealth, I would advise them without any hesitation to join a SACCO. Generally, SACCOs have membership or the member welfare as the highest priority of their operations, their products and services. In terms of where you put your money is where you need to diversify. Don't put all your eggs in one basket. Karibu tena mtazamaji kwenye awamu ya pili ya mjadala wetu kuhusiana na hali ya damu kutoganda inavyostahili inayofahamika kama hemophilia, tukiwa bado na daktari pamoja na Judy na Onyango tukielezea na kuwafahamisha watazamaji wetu jinsi iwapo una mtoto ama wewe ni mtu mzima na uko katika hali ya hemophilia, jinsi unavyofaa kujitunza pamoja na kupata huduma za matibabu, kwa sababu matibabu yapo na kuna dawa za kusaidia mtu kuishi hali ya kawaida. Kabla ya kwenda kwake daktari, ningetaka pia Judy, kuna kisa unachoweza kwamba huyu mtoto ambaye kwa hivi sasa ana umri wa miaka 15 ni mtoto wako wa tatu, na kuna yule alikuwa wa kwanza na huko unajua. Hali ilikuwaje? Mimi nilipata mtoto wangu wa kwanza mwaka wa 2006 na nikamchukulia kama mtoto wa kawaida, ni baraka. Alafu ikafika pahari, sisi wa Kikuyu kuna pati ya mwili ambao inakatwa hapa, sijui inaitwa kile kilimi kipande. Ile kilimi inakatangwa. Kwa hivyo ilifika wakati akakuwa ni kukohoa, kona homa, na sisi tunaamini kwamba mtoto akiwa na homa, akiwa na kukohoa, anaangaliwa alafu anafaa kutolewa hicho kiungo cha mwili. Kwa hivyo wakati alitolewa, damu iliendelea kutoka. Ninakumbukanga vizuri sana, alitolewa tuseme ilikuwa 6 am na 6 pm ikifika huo mtoto sikuwa na yeye. Alafu pahali ambapo nilimpeleka ili apate huduma ya kwanza, niliambiwa huyu mtoto ako na hali ya kuvuja damu na hakuna lolote tunaweza mfanyia. Kwa hivyo mimi niliangalia mtoto wangu mpaka akapumua mara yake ya mwisho. Ndio maana mimi sasa nakuanga na ujasiri wa kuambia akina mama, msijifiche huko, kwa sababu ukimficha huyo mtoto hautasaidika. Wakati nilipata huyo mtoto sasa wa tatu, Steve, sasa ndio nilikuja kugundua kumbe
ule mtoto mwingine ambaye nilimpoteza kwa sababu ya kuvuja damu na kuna hii hali ya hemophilia. Kwa hivyo hata wakati alipoaga wakati ule hukujua? Mimi wacha nikwambie Agnes, hata kwa mazishi sikuwa na lolote kuambia watu mtoto amekufa kwa nini. Sikuwa na sababu, na hata nilikuwa naomba tu nisikuwe katika hayo mazishi ya mtoto wangu, kwa sababu mimi sijui niambie watu amekufa nini. Kwa sababu unajua watu katika kijiji hilo tendo huwa linafanywa. Unaona? Na hakujawahi kuwa na mtoto yoyote ambaye amekatwa kirimi alafu akaaga. Kwa nini wangu afanye nini? Aage. Kwa hivyo mimi nilikuwa na shida ya kimawazo sana. Alafu ikakuja sasa huu mwaka wa 2014 ndio nilikuja kugundua kumbe ule mtoto wangu nilimzika kwa sababu ya kuvuja damu. Kwa hivyo inakuwa kama vile daktari alituambia, hii ugonjwa wa hemophilia unakuwa umejificha. Unaweza pata mtoto ambaye yako moderate. Moderate ni kusema atakuwa kama watoto wale wengine. Lakini pahali ambapo ataenda akwaruzwe, hapo ndipo itakuwa labda kisungumkuti ama itakuwa mwisho yake. Kwa hivyo ni vizuri sana, mimi hata naomba serikali, mama akitoka katika ile hali ya kupata mtoto, kama kuna vile hawa watoto wote wanaweza pimwa waonekane kama wako na shida kama hii. Kwa sababu kama ule mtoto wangu alipimwa, singepitia ningekuwa na yeye mpaka wakati huu. Lakini naomba serikali, mtoto akitoka pale kwa maternity, mtoto atoke kama amepimwa, kama akona na ugonjwa wa hemophilia, kama vile wao wanapimanga watoto wengine. Unaona kama vile mtoto anapatiwa chanjo, akitoka hospitalini anapewa chanjo. Je, na wakichukua hao watoto wote katika mahospitali zetu wapime akona ugonjwa wa hemophilia, isikuje kuleta shida baadaye. Asante sana daktari. Sasa ningetaka utufahamishe kimatibabu na jinsi hali ilivyo. Mbona huyu mtoto wa kiume ndio yuko kwenye hatari, ingawa pia mtoto wa kike pia anaweza kuwa ndiye anayebeba hizi chembe na zinatoka kutoka kwake hadi kwa mtoto? Mbona mtoto wa kiume ndio yuko kwenye hali ya hatari? Na mwanzo asante sana. Jinsi nilivyosema hapo awali kwamba ugonjwa wa hemophilia kwa kizungu tunasema ni X-linked, kumaanisha kwamba mtoto wa kiume ana kromosomu mbili. Kuna ile kromosomu ya X na Y. X atatoa kwa mama. Y ni moja tu, sasa ndio tuseme inamjulisha kwamba yeye ni mtoto wa kiume. Wasichana ama watoto wa kike kwa upande wengine wana kromosomu mbili, XX. Kwa hivyo mama akiwa na tuseme ni carrier ama akona X1, iko na ile trait ya kukua na hemophilia, ataipitisha kwa mtoto wa kiume. Na mtoto wa kiume anakumbuka ana X1 tu. Sasa ile X atatoa kwa mama, kawaida itakuwa ina shida. Kwa hivyo mtoto huyo atakuwa na hemophilia. Kwa ufupi yani, ama kwa ile namna ya tunaweza elewa kiurahisi. Mtoto wa kike kwa upande mwingine akitoa X1 kutoka kwa mama, abaki na X1, ile moja itakuwa sawa. Kwa hivyo yeye ataishi maisha kawaida. Lakini mtoto wa kiume ile X yake tunapopata kwamba ina shida yoyote, atapata ugonjwa wa hemophilia. Ndiposa ugonjwa wa hemophilia haswa utaona sana kwa watoto wa kiume. Ila kwa wanawake pia tumepata wagonjwa ambao wana ugonjwa wa hemophilia. Ni wachache sana. Hao ndo tunaita acquired hemophilia. Yaweza kuwa ni vitu ambavyo wagonjwa wamepata kutokana na hali ya tuseme namna wanavyoishi, wamepata kuongezwa damu, ama kuna dawa ambazo wamepewa zimeinterfere na uwezo wa mwili wao kutoa factors. Hiyo ndio tunaita acquired hemophilia, ambayo tunaweza ona kwa wanawake lakini ni wagonjwa nada. Mimi nimeona tu mgonjwa mmoja ambaye ana acquired hemophilia mwanamke. Lakini bado tukisalia kwa huyu mtoto wa kike, mtoto ambaye ako na hemophilia, je, inamwathiri vipi haswa wakati wa mwezi, wakati wa hedhi? Je, atatokwa na damu kupindukia, kipindi kitakuwa ni kirefu, ama hali itakuwaje? Ni kweli. Kwa hivyo ningependa kusema mambo matatu kwa ufupi. Jambo la kwanza, watoto wa kike sasa ugonjwa wao ambao tunaiona mara kwa mara si hemophilia haswa, ni ugonjwa ambao tunaita von Willebrand disease. Von Willebrand disease pia kuna factor ambayo tunaita von Willebrand, ambayo inasaidia factor 8 kujionyesha ama to express itself kwenye mwili yetu. Kwa hivyo watoto wa kike haswa wale ambao tunaona na shida ya
kuvuja damu wako na ugonjwa ambao unaitwa von Willebrand disease. Unaweza patikana katika watoto wa kiume pia, lakini kwa wanawake tunaiona mara kwa mara. Jambo la pili, ugonjwa wa hemophilia ni vigumu kuiona katika watoto wa kike, lakini unapojitokeza zile genes za hemophilia pia inalingana ni namna ipi imejiexpress kwenye zile X chromosome ya mtoto huyu. Kama ile expression kwa hii X1 ni ile imeenda sana, watoto hawa wanapoenda kwenye mwezi, badala ya damu kuacha tuseme kumwagika, kawaida yapaswa kuchukua angalau siku 3, ikienda sana siku 5. Lakini mtoto yote ambaye anapoenda kwenye mwezi na damu imechukua siku 7, ikiendelea siku 10, hapo kuna shida. Kwa hivyo wagonjwa wetu ambao wana watoto wenye hemophilia wa kiume, kwa mfano Judy, watoto wake wale wasichana wanapaswa kufanyiwa utafiti, kile tunaita screening, kujua watoto hawa wana uwezekano kwamba wao pia wako na ile gene ya hemophilia, halafu tuanze kuwachunguza kwa umakini. Halafu jambo la mwisho ambalo ningependa kusema kwamba von Willebrand, hemophilia, yote ni niseme magonjwa ambayo tunaiona katika idadi ama katika population yetu ya Kenya sasa hivi. Mwanamke anapovuja damu zaidi, pengine si hemophilia peke yake. Kuna magonjwa mengine ambayo yaweza patikana mtu anapoenda hospitali alafu tuwafanyie uchunguzi. Lakini haswa kama ana mtoto ambaye ni wa kiume mwenye hemophilia, ama mama akona mtoto mwenye hemophilia, ama tuseme mtoto msichana akona ndugu mwenye hemophilia, huyo tunapaswa kumfanyia utafiti, na si lazima tungoje kwamba avuje damu kupita kiasi. Nikilinganisha maneno yako na pia na ya Judy, hapa sasa ninataka kuuliza, wakati mwanamke ana ujauzito, wakati tunapoenda pale kwenye kliniki ukiwa na ujauzito kabla ya kujifungua na wakati wa kujifungua na hata baada ya kujifungua, kuna vile mwanamke anaweza pimwa wakati pia wa ujauzito kubaini iwapo amebeba zile chembe za hemophilia, ama hata kama sio Kenya, katika mataifa ambayo yamejiendeleza kuna vile anavyoweza kuchunguza, kwa sababu iwapo Judy angefanywa huo utafiti, angejua hata akiwa amebeba huyo mtoto wake wa 3 kwamba huyo mtoto azazaliwa akiwa na hemophilia, ikizingatiwa kwamba mtoto wake wa kwanza alikuwa na hemophilia na hata akafariki. Kuna vile, kwa sababu nimejifungua watoto 3, lakini sijui, hakuna hata siku moja nilifanywa uchunguzi wa aina hiyo. Sijui kama hali ikoje hata mataifa ambayo yamejiendeleza. Inawezekana. Na kwa hivyo si mataifa ambayo yameendelea peke yake, hata katika hospitali zetu za Kenya tunaweza kufanya uchunguzi huu. Tuna zile screening factors ambazo Kenya Hemophilia Association imetuwezesha kuleta kwenye nchi yetu sasa hivi. Mashini ambazo zinaweza kuchunguza kwamba mtoto msichana ama anapokuwa mjamzito ako na zile chembe, ama kwa kizungu tunaita carriers wa hemophilia, wanapokuwa bila ujauzito ama hata wakati wana ujauzito. Unaweza kujua wakati msichana ana zile carriers za hemophilia. Ni kama sickle cell. Unaweza kujua kabla uoe mtu kama ako na carrier sickle cell ama sivyo. Kwa hivyo pengine ndiposa Judy alikuwa anasema kwamba utafiti hii ama tests kama hivi ama vipimo hivi, je, ni wakati ambavyo pengine tunafaa kuanza mazungumzo kuona kwamba tunaweza kuzifanya kwa kawaida watoto wanapozaliwa, ama hata wanawake wenye ujauzito wanapoenda kwa maandalizi ya kujifungua. Na wakati mama anapofanywa huo utafiti, wakati sasa hata ana ujauzito, anapatiwa matibabu ya aina gani ili pia kumlinda huyu mtoto ambaye anatarajiwa kuzaliwa? Naam, swali nzuri kabisa. Ningependa kusema kwamba hemophilia haina matibabu. Sawa? Yale matibabu ambayo tunawapa wagonjwa ni tuseme ni kama kuongeza tu zile chembe ambazo zina upungufu mwilini. Sasa watoto hawa ama kina mama hawa wataendelea kupata factors hadi siku ambao watapumzika. Muhimu ni kuzuia complications ambazo zinakuja na ugonjwa huu. Na ndiposa ni wito langu kwamba watu hawa tunafaa kuwa support. Unaona namna tuna support wale wagonjwa ambao tuseme wana magonjwa ya saratani. Tunawapea vipimo ama dialysis, SHA ilikuwa inawalipia kila wiki wanafanyiwa tuseme vipindi kama 2 vya dialysis. Wagonjwa hemophilia wako hivyo. Hakuna siku utasema kwamba mgonjwa huu wa hemophilia amepona.
ni kuzuia tu madhara ya ugonjwa huu kuwafanya kuumia ama kupoteza damu sana, kupunguza makali. Tuseme hivyo. Na gharama ya hivi vipimo vinapochukuliwa, ima ni kwa yule mtoto ambaye tayari amezaliwa ama ni kwa yule mama akiwa katika ujauzito wake, vinafanywa kwa gharama ya juu ama ni vya bure? Pia hizo dawa zinatolewa bure ama kuna gharama, ikizingatiwa kwamba huyu mtu atatumia haya madawa tangu alipobainika kwamba ako na hemophilia hadi siku zake za halafu? Sasa kuna association hii inaitwa Kenya Hemophilia Association. Ilianzwa mnamo wa miaka 1978, 1978, lakini kwa hakika tumekuja kusaidika zaidi mwaka wa 2014. Mnamo wa mwaka 1978 na 2014 wagonjwa wa hemophilia tulikuwa tunawatuma Afrika Kusini kupata matibabu kwa sababu hatukuwa na uwezo kama nchi kusaidia watu hao. Kenya Hemophilia Association ilipotafuta usaidizi kwenye nchi za nje, nchi za ugaibuni, tulipewa support ya kuweza kuscreen wagonjwa ama kufanya utafiti wa hemophilia na hata kuwapa dawa. Kwa hivyo jambo la kwanza, ile utafiti ama screening ambao tunafanya sasa hivi ni bure. Wagonjwa wanapokuja kwenye hospitali kuu zetu ambazo zinasaidiwa na Kenya Hemophilia Association, screening tunafanya bure. Jambo la pili, mnamo wa mwaka 2014 hadi sasa hivi tulipoanza kupokea factors, wagonjwa wetu wamekuwa na uwezo wa kupata matibabu ya bure bila kulipia. Pengine yale pesa, tuseme zile pesa ambazo wanalipa ni zile pesa tu za huduma ya kupata kadi kwenye hospitali kuu kama KNH, unapoenda huko ili kusajiliwa, lakini matibabu ya factors tunawapa bure. Kwa sababu gani? Factor moja hemophilia yenye tuseme iko na 2000 vials ni kiasi cha tuseme pesa taslimu shilingi 50,000. Wagonjwa wetu kawaida hawezi wakapata pesa hizo za kupata matibabu. Mgonjwa wetu Daudi kwa mfano, yeye atakwambia kwa kawaida bila yeye kupata shida yote anapata vials kama 3 kila mwezi. Vials 3, moja ni shilingi 50,000. Kwa hivyo ni 1,150. 1,150. Atatoa wapi kijana huu ambaye sasa hivi uchumi imemkandamiza kama wale youths katika nchi yetu sasa hivi? Alafu kumbuka, mtu akipata complications ama kama mtoto wa Judy huu ambaye alikuwa anavuja damu kwenye kichwa, hao wanahitaji treatment na factor zao tunaweza kuwapea vials hata 5 ama 6 kila siku ili kuzuia huku kuvuja, kutuliza hiyo tuseme shida hiyo ambayo wamepata. Daudi atakwambia kawaida anapopata shida kwenye joints ama akipata jeraha atapata tuseme vials kama 5 kwa siku, na hatakuja kupata hizi vials kila siku. Wakati mwingine tunaweza wapa hata kwa mwezi ama kwa wiki moja. Pesa hizi wagonjwa wetu watatoa wapi? Na swali ni Kenya Hemophilia Association ikikosa kusaidiwa na nchi za ugaibuni kama vile President Trump ametoa usaidizi wa USAID, wagonjwa wetu tutawapeleka wapi? Dawa za hemophilia, ufadhili unatoka wapi? Ufadhili unatoka kwenye, tuko na vio viwili. Organization ya kwanza inaitwa World Federation of Hemophilia, wana ofisi zao kule Europe, Spain. Halafu ya pili ni Novo Nordisk Foundation Hemophilia, pia wanatusupport kila mwaka. Na kwa kawaida tunaposaidiwa pia sisi kama wa Kenya tunapaswa kuanza kuwa na mawasiliano na serikali yetu ama majadiliano. Tutatafuta namna ipi ya kujisimamia sisi wenyewe, kwa sababu tutasaidiwa hadi miaka 50 ya kuja amna. Jambo la mwisho, wagonjwa wetu tunapaswa kuwapa kadi kama Daudi alivyosema sasa hivi ili watembe nazo. Ukiona mtu ako na kadi ya hemophilia, wapaswa kujua namna wanasaidiwa tofauti na wale wagonjwa wengine. Asante. Na wakati pia unapoendelea kutafuta kupata hizo dawa unazimeza kulingana na masharti na kanuni za daktari, kuna vipimo labda utafanywa, kwa sababu jinsi ambavyo pia mmeeleza kuna aina 3 ya hemophilia. Kuna hemophilia ambayo iko juu, kuna ya wastani na ile ambayo iko kwa kiwango cha chini. Kuna vile iwapo labda mgonjwa hali yake ilikuwa hemophilia iko kiwango cha juu, itashuka ama kuna vipimo ambavyo vitafanywa? Sijui tuanze na David. Kuna vipimo ambavyo bado mnaendelea kufanya wakati bado unaendelea kupata huduma zako za matibabu, ikizingatiwa kwamba hizi tembe utazimeza kwa maisha yako yote? So kitu ya kwanza, hii dawa hemophilia si tembe ya kumeza, ni chanjo. Ni kudunga. Ni kudunga. So bila nasema sasa, na unajidunga wewe ama unaenda hospitalini? Unaweza fundishwa kujidunga, lakini sana sana unaweza enda hospitalini. Lakini ukienda hospitalini pia wanakufunza, kwa sababu unaweza pata jeraha
ukiwa mbali au ikiwa jioni sana na unabidi upate usaidizi sasa hiyo saa, so wanakufundisha niweze kujidunga. Lakini kitu cha pili, vile nimeelewa, hakuna venye mtu mwenye akona kiwango cha juu itawahi shuka, iwe cha katikati au cha chini. Ikiwa cha juu itaendelea cha juu, na kuna shida nyingine, hizi factors mwili inapata resistance, so unapata hata ukiendelea kupata hizi factor, kutakuwa na siku haitakuwa na hiyo uwezo ya kupunguza damu kuvuja au kuvuja. So hata lazima ufanyiwe kipimo ndio ujue kama kuna resistance imeingia, ndio inabidi saa upate kiwango zaidi ndio uweze kupata hiyo usaidizi bado. Na sasa Judy, pia sasa nikija kwa sababu mtoto wako wa kiume yuko katika shule ya sekondari, ni shule ya bweni, kwa hivyo unamuona labda baada ya miezi miwili, baada ya miezi mitatu, matibabu anaendeleaje nayo akiwa shuleni? Je, yeye amefunzwa kujidunga ama kuna vile ambavyo shule inapanga inampeleka katika kituo cha matibabu kudungwa? Vile nilisema, kijana wangu anasomea Chania Boys, ako katika kidato cha pili. Hapa tuna ushirikiano wa mzuri sana na mwalimu mkuu ambaye ni principal Mr. Gitonga. Kuna deputy anaitwa Mr. Seki, na kuna deputy mwingine ambaye anaitwa Mr. Duati, na kuna school nurse ambaye anaitwa Gordon. Kwa hivyo tunakuwa na ushirikiano na hao, kwamba mtoto mwenyewe siku hizi anajielewa. Yeye anajua wakati akona breeding, tunaita breeding, kuvuja. Kwa sababu anaweza enda kwa uwaja, labda akipita tu hivyo mpira umpite umgonge. Ama ukitembea tu kuna vile ambavyo unaweza tembea tu najipata umejikwaa. Haya, wakati anajua akona breeding, kuna vile tumeshirikiana na Kenya Hemophilia Association na Kenyatta National Hospital, wao wananipatia madawa. Hao madawa yanapelekwa kule shuleni, yanawekwa kwa friji. Kwa hivyo wakati huu mtoto, sababu siku hizi anajielewa sasa, sio wa mama tena, sio pale nilikuwa namshika ni wa mama. Sasa anaenda kwa nurse, anamwambia sasa mimi niko na breeding. Ule nurse wa shule amefundishwa na Kenyatta National Hospital, anafaa kudugwa dawa inatoshana namna gani. Na pia mtoto mwenyewe amefundishwa, akaambiwa kiwango chako ni hiki. Kwa hivyo ukienda kwa ule nasu mwambie akuduge dawa inatoshana hivyo. Kama vile nilianza kusema, huyu mtoto wangu anakuanga severe. Kwa hivyo kugongwa kidogo anavuja damu zaidi. Kwa hivyo yake lazima adungwe ile dawa anastahili. Na pia daktari, pia ningetaka hapa utueleza kuhusiana na lishe, kwa sababu mara ya kwanza wakati Judy alimpeleka mwanawe, aliambiwa usimpe chakula kingi cha protini. Mgonjwa aliye na hemophilia ana lishe maalum ama ni kutojua ama mwenyewe ana uhuru wa kula chakula chochote? Hali ikoje? Naam, kwa kusema kweli ni pengine Judy aliambiwa hivyo kwa sababu watu bado hawaelewi hemophilia ni ugonjwa upi. Na ndiposa kipindi hiki ni cha muhimu sana. Mgonjwa wa hemophilia ni mtu wa kawaida kabisa, anapaswa kula chakula chochote na kuishi maisha ya kawaida kama wenzio. Ni ile tu jambo ambalo tunafaa kufanya ni take precaution ama kujaribu kuwajibika ili kuzuia shida isitokee. Jambo nilisahau pia kusema kwamba matibabu ya hemophilia si kazi ya madaktari peke yake. Ni kazi ya kila mtu kwenye jamii. Tuko na wale watu wa physiotherapia ama physiotherapist, tuko na wale ambao wanapeana msaada wa kisaikolojia, tunawaita psychologists, tuko na wale wanaitwa madaktari wa upasuaji, surgeons. Kwa hivyo watoto wetu wa hemophilia wanatahiriwa na specialist surgeons wa upasuaji, na kuna wale madaktari wa kawaida kama sisi, na kuna wazazi, na kuna wagonjwa wenyewe. Kwa hivyo ni kazi ya jumla ya jamii, si kazi ya mtu mmoja. Ndiposa David anasema kwamba yeye anapewa dawa, anaenda nayo nyumbani. Anapopata shida si lazima aende hospitali ama tungoje daktari ndiposa asaidike. Anaelewa shida yake, anaweza akajipea first aid wanapomleta hospitali. Jambo lingine ambalo alimention ama alisema kwamba kuna inhibitor. Wakati tunapea wagonjwa wetu matibabu, kuna kile kipimo tunaita inhibitors. Inhibitors ni ile mwili unapozoea kupata factors sana, inaanza kuwa na niseme resistance kwa factor. Sasa mwili kwa kizungu tunasema high respond vizuri namna inavyohitajika. Wagonjwa hawa pia tuna matibabu yao maalum, lakini sasa ni bei ghali zaidi. Kwa mfano hemophilia A tuna dawa inaitwa emicizumab. Ni dawa ambayo unadungwa tuseme mara moja kwa wiki, si dawa ya kila siku,
lakini ni bei ghali. Kwa hivyo wagonjwa wetu tukishajua kwamba wako na inhibitor, tunawatoa kwenye ile category ya kuwapea factors, tunawaingiza katika kategori tofauti. Kenya Hemophilia Association pia imejaribu kufunza watu, community health promoters, tuna idadi kubwa, kutrain nurses, kutrain ama wauguzi, kutrain wagonjwa wenyewe, na kutrain kila mtu kwenye jamii kujua hemophilia ni nini. Sasa hivi wale watu ambao tunalenga sana zaidi kuzungumza na wao ni wale madaktari kwenye vijiji, traditional healers, ama herbalists, ama traditional circumcisers, ili wao pia wajiunge na sisi ili tuweze kusaidia hawa watu. Wanapopata shida wasifichwe, ama mtu asidhani kwamba amerogwa. Tumekuwa na wagonjwa Turkana ambao katika kimila za Turkana kwa mfano, wanapoona mtoto anavuja damu ama amepoteza damu sana, wanaona ni kwamba mtoto amerogwa, ama kuna uchawi, ama alikosea mtu, ama mzazi alikosea mtu. Kwa hivyo mtoto huyo anafichwa. Kama mzazi hajamaliza kulipua mahari. Kweli mambo kama hayo. So mambo kama hayo ndio tunapaswa kutoa na kuwa na uhakika kwamba hemophilia ni ugonjwa ambao huko kwenye population yetu na tunaweza tukasaidia wagonjwa hao. Asante sana Daktari Judy. Tukimalizia pia tutampatia sekunde kama 30 David pia atamalizia. Ni kipi kingine ambacho kwa kweli, kwa sababu kulingana na yale ambayo umefahamu, watoto wengi wanafichwa, wagonjwa wengi wanafichwa, ni kipi ambacho kinawafanya wengi, kando na kutojua? Kuna wale ambao wanajua kwamba mtoto wangu ako na hemophilia lakini wanaendelea kuwaficha. Ni kipi ambacho kinafanya wengi wafichwe? Kile ambacho kinafanya watoto wafichwe kwanza ni ile hali ni kama mzazi anakuwa na haya kuwapatanishwa na hii hali ya hemophilia. Unaona, katika ukoo wetu hatutakangi kuona damu sana. Na watu wengi wanaogopa watoto ambao wako na ulemavu. Naona. Kwa hivyo hawataki, wanawaficha kwa sababu hawataki ukweli. Naona, hawataki hiyo ukweli. Lakini ni vizuri kama wangewaleta tuwaonyeshe, kwa sababu sisi katika kikundi chetu cha wazazi, tuna kikundi cha wazazi ambapo tunakaanga chini, tunaongea changamoto ambazo sisi tunapitia na vile tunaweza kuzitatua, hasa kwa watoto wetu. Kwa sababu huyu ni mtoto ambaye ni mtoto spesheri. Kwa hivyo hata yeye unaona kwamba akienda shule, sisi wazazi tunaungana, tunaenda kwa hiyo shule, tunaelezea walimu hali ya huyu mtoto, na tunakuwa na madaktari pia wanatufuata. Kwa hivyo kufichwa sio suluhisho. Suluhisho ni huyo mzazi aweze kutokelezea, atuonyeshe mtoto, tumuonyeshe njia, kwa sababu hata sisi hatukuwa tunajua. Sisi pia tulijipata katika hiyo hali. Kama anaweza itikia tu atuonyeshe huyo mtoto, hata yeye mwenyewe, kwa sababu pia yeye ni mgonjwa. Ni mgonjwa kimawazo, si kupenda kwake. Hata kumficha si kupenda kwake. Ni vile yeye pia ni mgonjwa. Na pia wengine wanaogopa kufanya nini? Kufukuzwa katika maboma yao, kwa sababu tuna wazazi wengi ambao wamefukuzwa sababu ya kukuwa na mtoto ambaye haeleweki. Tunaambianga watoto wenu hawaeleweki. Kwa hivyo ningesema wakuje, sababu tuna wafadhili ambazo wanatupatia dawa ambayo inakuja Kenyatta National Hospital. Na ningeomba serikali, mimi kama mzazi wa mtoto hemophilia, waweze kutupatia kadi ya SHA, watuweke hapo ndani, kwa sababu kila wakati tukiingia kwa hospitali kuna yale malipo ambayo tunalipa. Na hii malipo si ulipi mwezi moja, unalipa karibu kila siku. Unaona, mgonjwa wa diabetes kuna ile package ambao wanapatiwa na serikali. Pia watoto wa hemophilia ama wagonjwa wa hemophilia waweze kuwekwa hapo ndani, wapatiwe hiyo package katika SHA, ili tuweze kupata matibabu, kwa sababu hawa wazazi ni wanyonge. Mwingine anafichwa kwa sababu hana ile fedha ya kupeleka huyu mtoto hospitalini. Anaona kwamba wacha tu niweke mtoto wangu wapi? Nyumbani. Na huyu mtoto anakuwa na maumivu sana. Kwa hivyo ningeomba serikali iweze kutuweka katika huo mpangilio vile wameweka wagonjwa wa diabetes. Hata sisi wagonjwa wetu wawekwe katika hiyo katika hiyo mpango, wawekwa kwenye hiyo bima, wajumuishwe. Asante sana David. Tukimalizia, wewe kama mgonjwa, kuna ule ushauri ambao mnapata ikizingatiwa kwamba haya matibabu utayapata maishani mwako mote? Kuna vile ambavyo pia mnashauriwa, mnapata ushauri na saha ili mtu ajikubali na kubali hata kupata haya matibabu? So vile Judy amesema, kwanza kuna vile watoto wanafichwa, na unajua shida ya kufichwa ni pia unaanza kujiangalia
njia fulani. Anaanza kuuliza mbona ni mimi napitia hii shida, ni nini nilifanya vibaya, nani alifanya nini. So kitu ya kwanza ni niseme to accept yourself. Kuelewa ya kwamba kila mtu ana shida. Ni vile tu shida zingine zinaonekana sana, zingine zinafichwa. Kai ni shida yako, lazima ujue uko nayo na ujue utaibeba. Unaona? So after that, ukijielewa useme saa hii ndio shida, saa nikijua shida ni hivi, saa nitaishiaje. Unaona? Usiendelee kuificha au to ignore it. You don't keep ignoring what is obvious. Okay? Hiyo ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili, kitu muhimu sana pia nimefundishwa na Kenya Hemophilia Association inafundisha wagonjwa ufanye mazoezi ya kupatia mwili nguvu. Cause shida ni kuendelea na hii ugonjwa unaweza kujiachilia. Unaona? Useme juu niko na hii shida, mbona nijisaidie? Mbona nianze kufanya mazoezi juu? Nikienda mbele kidogo nitapata ugonjwa nirudi nyuma tena. So mbona nijaribu hata. Lakini ni muhimu sana hata kwa kufanya hiyo mazoezi inakupatia mental strength, inakupatia resilience. Unaona? Inasaidia kujenga kinga. Kujenga kinga. Inajenga kinga mwilini lakini pia inajenga kinga kichwani au your mental ability. Ndio hata ukiona uko na hii shida bado unajua kesho pia ni siku mpya, bado tutaendelea mbele. Hauachi maisha tu iende juu unaona haujiwezi. Unaona? Asante sana. Tumalizia na daktari. Wagonjwa wa hemophilia wanahitaji kuongezwa damu na kwa kiwango kipi? Kwa sababu kuna wakati ambapo mgonjwa atavuja sana, inabidi sasa kando na yale matibabu anahitaji pia kuongezwa damu. Na kuna mambo mawili ambayo tunafanya wagonjwa wanapokuja hospitalini wa hemophilia. Kwanza unaangalia kiwango cha damu ni kipi. Kawaida si hata wagonjwa wa hemophilia peke yao. Mgonjwa anapokuwa na damu, kiwango cha damu tunasema hemoglobin chini ya 7 ama chini ya 8, 8.0, wanahitaji kuongezwa kiwango fulani ya damu. Na unapoongeza mtu damu, jambo muhimu ni uhakikishe kwamba hatupotezi tunapoongeza. Ni kama mfereji, unaongeza maji lakini tunavuja damu bado. Kwa hivyo muhimu ni kusimamisha kile tuseme kule ambapo damu tunakipotezea. Jambo la pili, kwa wagonjwa wetu wa hemophilia tunawapea kile kinaitwa fresh frozen plasma ama FFPs. Tunaongeza mwilini ili kuboost platelets ama zile chembe ambazo zinasaidia damu kuganda platelets. Halafu kawaida pia unapojua kwamba mgonjwa ni wa hemophilia, unamuongeza factors kulingana na kiwango ambacho anapaswa kupata, ama anapokuwa na inhibitors unampa monoclonal antibodies kama emicizumab zinazowasaidia zaidi. Lakini kumbuka kwamba nisema kwamba katika ile package ya matibabu tuko na physiotherapists, psychologists na wauguzi na madaktari pamoja, tunajumuika katika kufanya kazi kusaidia wagonjwa wetu. Asante sana. Na kabla kumaliza, David, kama mgonjwa alikuwa na ombi, wananchi wapo wangetaka kutoa damu, waende wapeleke wapi? Kuna kuna njia mbili wananchi wanaweza tusaidia. Kwanza kuna kutoa damu. Wanaweza enda either the clinics, kuna clinic tofauti huku nchini. Wanaweza enda Kenyatta National Hospital. Wanaweza elezwa vile wanaweza toa damu na penye wataipatia. Na pia wakiwa na uwezo na wanataka tusaidia kifedha, kuna vile wanaweza patia na pesa. So either wanaweza andika check to the Kenya Hemophilia Association. Huku ni kwa Standard Chartered Bank. So account yetu, naweza waambia account. Wakifika pale wataelezwa sasa. Asante sana David, Judy pamoja na Daktari Alan Were. Mtazamaji, nina uhakika kwamba umefahamu mengi kuhusiana na hali ya hemophilia, kwamba kuna matibabu, ingawa hakuna tiba, kuna matibabu na mtoto wako atakuwa kama mtoto mwingine hadi katika umri wa utu uzima. Judy ametupa matumaini hapa. Mwanae kwa hivi sasa yuko katika kidato cha pili katika shule ya bweni. Kwa hivi sasa kwa miezi miwili hivi ameondoka kwenye mikono ya mamake. Tunamwona David amekuwa katika umri wa mtu mzima na hali amekuwa nayo tangu alipokuwa na umri wa miaka 2 na ameishi maisha ya kawaida. Na asante sana daktari kwa mawaidha yako pamoja na maelezo ambayo umetupa. Mtazamaji, kufikia hapa natamatisha sehemu yetu ya mazungumzo. Nachukua pumziko fupi mno. Nitakaporejea kwenye sehemu ya 4 na ya mwisho, nitakuwa ninaangazia taarifa tofauti kutoka kaunti mbalimbali humu nchini. Usiende mbali.